السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Awali nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetufadhilisha kuwa ndani ya ummati Muhammadin, lakini pia akatufadhilisha kwa kutupa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na walillahi alhamdu asa hivi tuko katika 13, 10 la itqum minan nar, ambalo limesheheni baadhi ya ibadat ambazo zina umuhimu kwa Waislamu kuzifahamu na kuweza kuzitekeleza. Miongoni mwazo ilikuwa ni alwuquf min ajili iltimasi lailatul qadri, kusimama kwa ajili ya kutafuta usiku wa heshima, na tumetoa mada mbalimbali katika kufahamisha huo usiku wa heshima. Walillahi alhamdu, tumo ndani yake na tungali twasimama, kwa sababu ni masiku yote haya autar kama ilivyothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, yani masiku ya witri, na tutaishia katika tarehe 29 ya mwezi huu wa Ramadhani. Lakini kuna ibada nyingine tukufu, bali ni ibadatu adhima, yahtaj likulli muslimin an ya'rifaha wa yatahalla biha. Inatakikana ibada hiyo kila Muislamu aijue na ajipambe nayo, na usi nyingine ikhraju zakatil fitri, kutoa zaka ya fitri. Insha Allah tutakwenda kidogo kidogo ili tuweze kufahamishana nini zakatu alfitri. Tuanze na mashru'iyati zakatil fitri, kuwekwa sheria hii zaka ya fitri iliwekwa wakati gani, muda gani? Naam, imepokelewa kwamba shura'ati zakatul fitri fi shahri Shaaban. Zaka ya fitri ilifaradhishwa katika mwezi wa Shaabani mina sanati thania lilhijra, katika mwaka wa pili wa hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kutokea Makka kwenda Madina, baada mashru'iyati siyam Ramadhan, baada kuwa tayari Ramadhani imeshawekwa kuwa sheria kwa ummati Muhammad. Wa ila mashru'iyatiha ashara alkitab wa sarahati sunna, katika kuwekwa sheria hii zakatul fitri Qur'ani yenyewe imeashiria, lakini vile vile sunna ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam imeeleza nini usheria wa zakatul fitri kwa wafungao ndani ya ummati Muhammadin. Wastaqarra amalul umma, na umma wote matendo yao yalikiri na yakatulia kwamba zakatul fitri ni wajibu na lazima itolewe. Walillahi alhamdu wal minna, tunamshukuru Mwenyezi Mungu na Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye mtenda wema. Ama isharatul kitab, ama ashirio la Qur'ani ambalo linaonyesha kwamba hii zaka alfitri ni zaka ambayo ni wajib. Fama anzalahu Allahu min thana'i wa madihin, ni yale ambayo Allah ameteremsha katika kusifu na vile vile kueleza wazi wa kauli yake pale aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad aflaha man tazakka, hakika amefaulu yule ambaye ametoa zaka. Pamoja na kwamba tafsiri ya hapa kuna khilafu ndogo ya wanazuoni, wako wanaosema man tazakka, yule ambaye ametakasa nafsi yake, walakin nahnu la ya'nina dhalika, sisi hilo hatuliingili sana, lengo ni kueleza umma ufahamu wajibu wa zakatul fitri. Wa dhakara isma rabbih fasalla, na akataja jina la Mola wake ambao ni zile takbir, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar lillahi alhamdu, fasalla, na akaswali salatul Eid. Hii ni suratul A'la aya nambari 14 na 15. Wal muradu zakatul fitri, makusudio ile tazaka ni zakatul fitri, na ile wa dhakara isma rabbih fasalla ni salatul Eid alfitri, ala ra'yi kathiri min almuslimin, kwa rai ya waislamu wengi kabisa. Naam, ama upande wa sunna, upande wa hadithi za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, fakathir, ni nyingi mno.
Minha, miongoni mwa hadithi hizo, kaulu Aisha radhiyallahu anha, ni kauli ya bibi Aisha Allah amuiradhi, pale aliposema sanna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama zakat alfitri ala alhurri walabdi, ameka sunna Mtume, rehma na amani za Mwenyezi Mungu zimwendee, zaka ya fitri kwa mja, kwa maana mtwana ambaye anatumika, na vile vile muungwana, wa dhakar na mwanamume, wal untha na mwanamke, wasaghir mdogo, wal kabiri na mkubwa, saa min tamri, hali ya kuwa ni pishi la tende, au saa min zabibi, au pishi la zabibu, au burrin, au kile chenye tembe, au shairi, au aqatti, au maziwa makavu. Hivi ama hadhi al-asnaf mansusa min qibali fami rasuli sallallahu alaihi wasallam, hivi vyote vimetajwa toka katika kinywa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hadithi hii inathibitisha kwamba jambo hili ni faradhi, ni jambo ambalo muhimu kwa mfungaji kujiandaa kutoa zaka ya fitri. Wa amma ijma'ul umma, ama ijma' ya umma. Ijma' ni umma wote unaokubalika kiilmu ya dini, kifikihi, ambao ni wanazuoni wakubwa. Hapa wanapokutana, isipatikane mmoja miongoni mwao kupinga katika jambo ambalo ni sheria lifanywe, wote wakawa na kauli moja, hiyo inaitwa ijma'. Na hii hukutana kwa wale wanazuoni ambao yusharu ilaihim bilbanan, wanaashiriwa kwa vidole kwa ile fadhili yao na ilmu yao na uchamungu wao. Wakishakaa katika jambo, basi inaitwa ijma'. Nao walikaa famastaqarra alayhi amal umma qatiba, kile ambacho kimetulia kunako matendo ya umma mzima wote, asipatikane mwenye kupinga. Hiyo ndo ijma' mimashru'iyati ikhrajiha ijmalan, katika usheria wa kuitoa zakatul fitri kiujumla wake. Wa in ikhtalafu fi ba'd tafasiliha, hata kama watakuwa metofautiana katika baadhi ya ufafanuzi, upambanuzi wake, baadhi ya ufafanuzi wanaweza wakawa wametofautiana, lakini wamekubaliana kwamba zakatul fitri ni kitu cha lazima kwa Muislamu mfungaji mu'min ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na haipatikani hiyo zakatul fitri ile inapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, na inaitwa zakatul abdan, zaka ya mwili, sio zakatu al-amwali, sio zaka ya mali. Ina maana kwamba kinachokusudiwa ni ule mwili, uwe wa ghani, uwe wa fakir, uwe wa mdogo, uwe wa mkubwa, wote watoe hawa, ndio maana inaitwa zakatu al-abdan. Sasa kipengele kinachofuata ni hikma ya hii zakatul fitri. Tupate hikma ya zakatu, kwa nini imeletwa zakatul fitri ndani ya Ramadhani kwa mfungaji. Hikma ya kuwa sheria zakatul fitri ni zakatu hiya rifq bil fuqara, ni kufanya upole kwa wale mafukara, biighnaihim ani suali, kama thabata ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kuwatosheleza, kuacha kuomba. Yani haitakiwi omba siku ile ya sikukuu. Kwa hiyo kila Muislamu atakiwa awe ana furaha katika siku ile ambayo inaitwa yaumul jaiza, siku ya kupewa watu zawadi zao kulingana na ile funga waliofunga. Wa idkhalu sururi alaihim, na kuingiza furaha juu yao mafakiri, ndugu zetu mbalimbali, wa karibu, wa mbali, fi yaumin yusarru fihi almuslimun, siku ambayo Waislamu wana furaha kubwa, bimaqdamil Eid, kwa kuijiwa na Idi. Wa itmami faridhati siyami, na kukamilisha mfungo au faradhi ya funga. Sasa yawaje leo watu wamefuraha, wengine wana huzuni, wapita wakiomba barabarani. Kwa hiyo hili jambo si jema, si zuri, ndio ikawekwa hiyo zakatul fitri. Watatihiru man wajabat alayhi ba'da shahri sawmi min al-laghwi wal-rafathi, lakini pia ina lengo la pili, kusafisha yule ambaye imemwajibikia juu yake madhambi baada kwa mwezi umepita, ndani ya mwezi alifanya madhambi, kunako kusema mambo ya kipuuzi, kutukana kama mwanadamu. Kukamilika ni kudogo sana, al-kamalu lillahi wahda, ukamilifu na Mwenyezi Mungu peke yake. Ikawekwa ibada hii, zaka hii, ili kufanya kazi mbili hizo, ighna al-fuqara
wa tathhir as-saim, kuwasaidia wale wasiojiweza na kusafisha funga ya mfungaji, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, amefaradhisha Mwenyezi Mungu zaka ya fitri, au amefaradhisha Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani za Allah zimwendee, zaka ya fitri hali ya kuwa tuhuratan lisaimi, safisho la mfungaji, wa tu'matan lilmasakin, na vile vile chakula kwa maskini. Tuhuratan lisaimi min al-lagwi wal-rafath, naam, kutoharika funga ya aliyefunga kunako lagwi, maneno ya kipuzipuzi, wal-rafath, na maneno yenye kuashiria matusi, lakini pia wa tu'matan lilmasakin, na kuwalisha maskini. Nimesema maneno yenye kuashiria matusi kwa sababu Muislamu wa kweli sidhani kama atakuwa ni mtusi, mtukanaji. Akiwa anatukana basi ujue ameingia katika hatia nyingine. Tumekatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam Muislamu kuwa sababan mtusi. Kwa hiyo sio katika sifa nzuri ya Muislamu. Kwa hiyo ikitokea limetokea hivyo, basi safisho lake ni kutoa zaka ya fitri. Insha Allah leo tuishie hapa mpaka kipindi cha kesho. Wa shukran, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.